Kutokana na utafiti wetu umeweza kupata matokeo ya kwamba katika changamoto hii ya mabadiliko ya tabia nchi, mwathirika mkubwa ni mwanamke. Na utafiti wetu umekwenda mbali kwa lengo la kutaka kuelewa ni kwa nini imekuwa hivyo, na majibu yake yamekuwa ni kwamba katika hii jamii ya wafugaji, mwanamke amepewa majukumu makubwa sana katika ngazi ya kifamilia, ambayo yote anapokuwa anataka kuyatekeleza anajikuta anakutana na masuala mazima ya kimazingira. Kwa mfano, mama huyu anatakiwa ndo ahakikishe kwamba nyumbani kuna chakula cha kutosha, lakini kutokana na ukame chakula hakitoshi. Kwa hiyo mama ndo anaanza kuwa wa kwanza anayeanza kuumiza kichwa kwamba afanye nini familia yake ipate chakula. Lakini inapokuja swala la maji, tumeona kwamba kuna baadhi ya maeneo wa kina mama wanakwenda kupanga foleni kwa masaa zaidi hata ya 10 akisubiria nafasi yake ya kuweza kukinga maji, apate maji ya kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Na tunaona kwamba kwa kufanya vile, ule muda anaopoteza kwenye kuhangaika na swala la maji angeutumia kwenye mambo mengine ya uzalishaji, huyu mama angeweza kujitafutia kipato kwa lengo la kuendesha maisha yake. Lakini mbali na hili, tumejifunza kwamba hawa kina mama kutokana na shughuli za huu mradi wamepewa mafunzo na elimu ambayo inawasaidia kuongeza ule uwezo wa kukabiliana na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Wamama wengi sasa wapo kwenye vikundi vya kijasiriamali na wanapata elimu mbalimbali ambayo inawasaidia kuweza kuwa na njia mbadala kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanainua vipato vyao. Mradi huu uko kwenye vijiji 11 vya Monduli, na huu mradi una focus sana kwa wakina mama na maendeleo yao. Basically tunafanya training tofauti, na hizi training zinakuwa ni mambo ya ukeketaji. Tunaongelea pia mambo ya ukimwi, tunawafundisha pia mambo ya land rights, tunawafundisha pia kujua wao kama wanawake wana sehemu gani kwa ujumla katika jamii. Na lengo kubwa la huu mradi ni kumuinua mwanamke kutoka katika umaskini ama kiwango cha chini na kumleta katika kiwango fulani cha kimaisha. Na huu mradi pia unawainua wanawake kwa kibiashara, kwamba tunawapa pia mikopo ambayo inaweza wanaifanyia kwa kuanzisha biashara tofauti, na pia tunawapa pia knowledge ya kufanya hizo biashara na kujua hizo biashara zitawasaidiaje kimaisha. Kwa miaka mitatu umeanza 2024 na utakamilika 2027 na unafadhiliwa na serikali ya Ujerumani kwa maana ya BMZ kupitia KKS au Kalkbestifter ambao sisi wanatuwezesha. Na mtaa unasikia mtaa, lakini ukijaribu kuangalia ni kama vile kijiji kabisa. Shida yetu kubwa ni ya maji. Tuna mtaa ambao ni wa kwetu unaitwa mtaa wa Imbilini, kitongoji cha Ormesuli, lakini mtaa ni Imbilini. Sasa wale wanatoka chini ya mlima Ketumbene kuja Engaruka kuchota maji. Na kwa kweli hiyo changamoto kubwa ni ya maji. Na hiyo changamoto inatuletea shida nyingi sana. Wamama kuwaacha watoto wakiwa wadogo sana kwa ajili ya kuchota maji, na mifugo wengine wanakufa kwa ajili ya kiu. Maji kuwa mbali, hata kama majani itakuwa ni kidogo, lakini kutokana na ile maji kuwa mbali zaidi, mifugo wanapata shida. Kuna wakati wale Mbalelo sasa bado ni wadogo, wanatakiwa kuanza kunywa maji. Sasa kutokana na kufuatilia maji mbali sana, wale mifugo wanakufa kwa sababu ya umbali wa maji. Sisi wana Engorika, kata ya Nwalarami, tunaye shida kubwa sana kwa sababu hatulimi. Pia tuna shida ya maji kwa ajili ya matembo. Tukichimba mabwawa, tembo wanafamia, wanakunywa. Tukipanda mashamba, tembo wanafamia mpaka wanaingilia manyumbani. Kwa hiyo sisi tuna miaka 20 hatulimi. Hapo tunashukuru sana shirika la CORD limekuja kuinua wanawake kiuchumi na kiujamii na